Karibu katika mada ya leo ambapo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuacha tabia ya kula ovyo bila mpangilio maalumu. Kula ovyo ni tabia ya kula mara kwa mara bila kufuata ratiba maalumu. Mara nyingi ikichochewa na hisia kama vile msongo wa mawazo, upweke au hata kuchoka. Tabia hii inaweza kupelekea matatizo ya kiafya kama vile uzito kupita kiasi, kisukari, matatizo ya mmeng'enyo wa chakula na hata matatizo ya kihisia. Ili kujenga afya bora na maisha yenye mpangilio, ni muhimu kujifunza jinsi ya kudhibiti na kuacha tabia hii. Katika mada hii tutajifunza hatua kadhaa za kuacha hii tabia ya kula ovyo. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali usisahau kusubscribe ili uwe unapata maudhui yetu mara kwa mara. Jambo la kwanza, tambua nini kinasababisha ule ovyo. Kutambua nini kinakufanya ule ovyo, je, ni msongo wa mawazo, hali ya kihisia au hata upatikanaji wa chakula. Andika kila mara unapotaka kula nje ya ratiba. Ni saa ngapi, unajisikiaje? Hii itakusaidia kutambua mifumo na tabia zako. Kutambua ni moja ya kugundua chanzo cha tatizo. Unapogundua chanzo cha tatizo ni hatua ya kwanza ya utatuzi wa jambo. Jambo la pili, tengeneza ratiba ya mlo na uifuate. Panga milo mitatu mikuu, asubuhi, mchana na jioni, pamoja na vitafuno viwili vya afya. Weka muda maalumu wa kula na jitahidi kuifuata ratiba hiyo kila siku. Hii itasaidia mwili wako kujifunza lini na muda wa kula. Mwanzoni inaweza kawa ni vigumu, lakini ukifuata ratiba yako kwa kipindi cha siku 90, yaani miezi mitatu, utakuwa umeweza kujenga tabia mpya. Jambo la tatu, kula kwa ufahamu, mindful eating. Epuka kula ukiwa unaangalia TV au kutumia simu. Tafuna chakula polepole, furahia ladha yake na acha kula unapojisikia umeshiba. Kufahamu unachokula husaidia kupunguza kula kupita kiasi. Lakini pia unapojisikia umeshiba, hiyo ni hatari kwamba umefika mwisho wa kula. Kwa hiyo acha mara moja, endelea na shughuli zingine. Jambo jingine, ondoa vishawishi. Usihifadhi vyakula visivyo na afya kama vile pipi, soda, chipsi na kadhalika. Badala yake, weka matunda, karanga za asili na mboga mbichi ambazo zina virutubisho na hazichochei kula ovyo. Hii itasaidia pindi ambapo unajisikia hamu ya kula, basi unakwenda unachukua tunda unatafuna. Hii itasaidia kuongeza afya mwilini badala ya kuongeza sumu mwilini. Jihusishe na shughuli mbadala. Unapojisikia kutaka kula bila sababu, jaribu kujishughulisha na kitu kingine kama kutembea, kufanya mazoezi, kusoma, kuzungumza na mtu. Hii inasaidia kuondoa mawazo ya chakula yasiyo ya lazima. Jambo jingine, kunywa maji mengi. Wakati mwingine mwili huhisi njaa, kumbe ni kiu. Kunywa maji mara kwa mara kunaweza kusaidia kupunguza hamu ya kula na kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Lengo ni kunywa angalau glasi 6 hadi 8 kwa siku, yaani lita 1 mpaka lita 2 kwa siku. Hii itasaidia kwanza kujihisi ukiwa umeshiba wakati mwingi, lakini pia kuondoa sumu mwilini kupitia mkojo. Tafuta msaada wa kitaalamu.
Kama tabia ya kula ovyo imekuwa sugu, ni busara kuwasikiliza wataalamu wa afya na lishe. Hapa anaweza kawa daktari au mshauri wa afya ya akili. Wataalamu hawa wanaweza kukusaidia kubaini chanzo cha tatizo na kutoa mwongozo sahihi wa kulitatua. Kuacha tabia ya kula ovyo ni safari inayohitaji nidhamu, kujitambua na mabadiliko ya mtindo wa maisha. Kwa kuanza na hatua ndogo na kujitahidi kila siku, mtu anaweza kufikia lengo la kuwa na afya bora na wenye nguvu. Kumbuka, afya njema ni msingi wa mafanikio katika nyanja zote za maisha. Mchongo ni afya, chunga unachokula. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha una subscribe ili uwe unapata mazuri yetu mara kwa mara. Tukutane katika mada ijayo.